Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Sky TV, mtazamaji ambaye pia unatupata kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwa vyovyote vile unatupata kwenye YouTube, Instagram, Facebook, TikTok pia kwa pamoja unaweza kuandika Sky International TV. Mimi naitwa Maliango Mogeta, nikukaribishe wakati mwingine mzuri zaidi wa kulizungumza na kulielewa neno la Mungu kwa namna moja ama nyingine, kwa namna kubwa zaidi. Wanasema hiki ndicho chakula cha kiroho ambacho kila mmoja anahitaji kuweza kuwa nacho, kila mmoja anahitaji kuweza kukipata ili kuweza kumpatia afya kubwa sana ya kiroho. Leo kupitia Sky TV nimepata nafasi nzuri zaidi ya kuwa na watumishi wa Mungu ambao wao wamepakwa mafuta, na lengo kubwa likiwa ni kuhakikisha kwamba nakuletea chakula cha kiroho ambacho kitakufanya wewe uweze kubadilisha maisha yako na kuweza kumrudia Yesu kwa namna moja ama nyingine. Inawezekana umeteleza kama mwanadamu, lakini pia unahitaji kuweza kukumbushwa, na ndio maana tuko nao hapa. Mimi naitwa Maliango Mogeta, nikukaribishe sana na nikufahamisha kabisa kwamba wakati unatazama haya nikwambia kabisa kwamba kila kitu ili kiweze kwenda vizuri zaidi kinahitaji vitu kadhaa, lakini moja ni kutoka Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 mpaka wa 22, ambapo nagusia kuhusu imani. Unapokuwa na imani, basi kwa vyovyote vile chochote ambacho kiko mbele yako kwako ni rahisi kuweza kukiondoa. Nasema kwamba utaweza kukingoa kama mlima ambavyo unaweza kuungoa na kutupa. Yote ni kwa sababu ya imani. Lakini vile vile ikumbuke kwamba Zaburi ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3, japo Zaburi haina mstari, Zaburi ina mashairi, haina mstari, lakini nikisema hivyo nafikiri naeleweka. Inazungumza zaidi kwamba kadri unavyozidi kuwa karibu na Mungu na kujiweka pembeni na mambo mengine, basi unakuwa kama vile mti ambao uko karibu na maji, muda wowote ule unatoa majani yake kwa wakati, na kwa vyovyote vile utafanikiwa. Basi haya ni maandiko mawili ambayo naamini kwamba tunayo nafasi ya kuweza kuyatumia kwa wakati huu. Sasa leo tutagusia kuhusu mkutano mkubwa sana wa Injili ambao unafanyika hapa mkoa wa Dodoma. Kiukweli sitaki ukose, mimi mwenyewe nitakuwepo, kwa ndio maana kuhamasisha nawe pia uwepo. Niko na wachungaji, watumishi wa Mungu ambao wao ni miongoni mwa wale ambao wamepakwa mafuta na kusababisha mkutano huu uweze kufanyika hapa Dodoma. Sasa utakuwa wapi, itakuwaje? Mtaanza na mmoja baada ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Milele amina. Karibu sana. Asante. Naam, kwa faida ya mtazamaji, ungependa kufahamu kwamba nazungumza na mchungaji nani, mtumishi wa Mungu, kutoka wapi na nini ambacho nakifanya? Karibu. Amina. Kwa majina naitwa ndugu Joseph Damian Kimaria, ni mtumishi wa Mungu wa kikundi chetu cha Uwima. Sawa. Katika mkutano huu labda ungeanza kuelezea wewe umeshiriki vipi au mmeshiriki vipi katika kuhakikisha kwamba mkutano unafanyika na umelenga nini haswa? Amina. Katika mkutano wetu tumejipanga vizuri kabisa kuhudumu katika mkutano ambao utakaofanyika Veyula kuanzia siku ya kesho tarehe 26, kuanzia majira ya saa 9 kamili mpaka saa 12 kamili. Tumekusudia kulihubiri neno la Mungu, tumekusudia watu walete wagonjwa, watu wenye shida mbalimbali kwa ajili ya kukutana na muujiza wao. Na tunaamini Yesu mtenda miujiza ambaye yeye yuko kazini hata leo, bado ana uwezo wa kuendelea kuponya na kuendelea kuokoa. Katika mikutano hii mara nyingi tunashuhudia watu wazima na vijana ni wachache wanaoweza kufika, lakini Yesu anatafuta wale waliopotea. Nini ambacho naweza kuwaeleza ili kuhakikisha kwamba vijana wanafika na kutoa kiu yao? Kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanadhani kwamba kutoa kiu yao ni kupitia serikali ya kilimwengu, badala ya kufikiria kwamba kutoa kiu yao ni kupitia serikali ya kimbingu ambayo inaendeshwa chini ya mfalme Yesu Kristo. Hiki unaweza kuzungumza vipi? Kwa kweli ndugu mtangazaji, katika Uwima nikwambie tu kwamba sisi sio kwamba tunakutana na wazee tu, sisi vijana ndio wengi katika Uwima. Maana Uwima sasa hivi imekuwa ni sehemu ya makimbilio. Kwa sababu tunamhubiri Yesu wa kweli, tunamtangaza Kristo ambaye ni mtenda miujiza. Kwa hiyo kwa kusema kwamba tunakutana na wazee tu, kwa upande wetu Uwima sisi vijana ndio wengi. Na ndio maana unaona hata sisi wenyewe ni vijana pia. Sawa. Ukisema Uwima, kuna mwingine ndo anataka kufahamu tafsiri hii. Maana ya Uwima ni nini?
Uwima ni umoja wa kupeleka injili kwa mataifa yote. Ndio maana tunaitwa Uwima. Kwa maana yake kwamba mko Tanzania nzima na nje ya Tanzania? Tuko nje ya Tanzania na Tanzania pia tupo. Sawa. Katika kumbukumbu zako, huu ni mkutano wa ngapi ambao labda umefanyika hapa Dodoma, au ni mkutano wa ngapi katika mikutano ambayo Uwima mmeweza kuifanya? Kwa Dodoma huu ni mkutano wetu wa kwanza na tunaamini kwamba utakuwa mkubwa sana. Lakini kwa mikoa mingine tumeshafanya. Na kwa haraka unaweza ukawa mkutano kama wa 10 na kitu hivi. Nafikiri katibu ataweza, kama atapata nafasi, ataweza kuelezea zaidi ni wangapi. Naam, umemsikiliza mchungaji na amekueleza namna ambavyo Uwima umejipanga kuhakikisha kwamba neno la Mungu linakufikia, lakini namna ambavyo umejipanga kuhakikisha kwamba unakuwa kama ile ambacho kimeandikwa katika Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3 kwamba unang'aa, yani unakuwa kama mti ambao uko kando ya vijito vya maji na kutoa majani yake kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina sana. Nazungumza na mchungaji gani? Mimi jina langu naitwa Peter Atanas James. Ni mchungaji, nachunga kanisa la RGC hapa Dodoma, lakini pia ni katibu wa kikundi cha Uwima. Katibu, unasema katibu ndio mwenye shughuli zote na katibu ndio mwenye mipango yote. Labda tukipenda kuweza kufahamu Uwima, katibu wa Uwima, mchungaji, nini ambacho umeweza kukiandaa kuhusu neno la Mungu kwa ajili ya uponyaji wa kiroho? Amen. Ni miongoni mwa mikutano mikubwa ambayo inaandaliwa na Uwima kwa nyakati tofauti mikoa mbalimbali. Kwa wakati huu Bwana ametupa neema kwa habari ya Dodoma. Kwa hiyo ni mkutano mkubwa sana wa injili ambao umeandaliwa utakaofanyika pale Veyura. Na walioandaa mkutano ni kikundi cha Uwima wakishirikiana na wachungaji wenyeji wa eneo husika. Yes. Nategemea katika mkutano huu kutakuwa na wachungaji wangapi, na mkutano utaenda kwa siku ngapi, na utaanza saa ngapi, na kutarajiwa kuisha muda gani? Amen. Mkutano huu tunategemea kutakuwa na watumishi wa Mungu wengi. Na nitoe ufafanuzi kidogo. Kikundi cha Uwima akifungamani na wachungaji wa dhehebu fulani tu peke yao. Kinachukua wachungaji kutoka makanisa tofauti ili mradi wanaamini kile ambacho Yesu Kristo anataka tukiamini. Sawa. Kwa hiyo katika mkutano huu tutakuwa na wachungaji wa makanisa tofauti hapa Dodoma na nje ya Dodoma. Yes. Matarajio ya mkutano kuanza ni saa ngapi mpaka saa ngapi? Lakini kwa nini mmechagua Veyula? Kikundi cha Uwima tumekuwa tukifanya mikutano maeneo mbalimbali kwenye nchi ya Tanzania na mikoa mbalimbali. Hatukuwahi kupata nafasi ya kufanya mkutano hapa Dodoma. Lakini kwa wakati Roho Mtakatifu alizungumza na mmoja wetu kwamba ni vyema kabla ya kumaliza mwaka tuweze kufanya mkutano mmoja hapa Dodoma. Na maelekezo ambayo tulipewa ni kupeleka pale Veyura. Yes. Na ndio maana mkutano ukaenda Veyura. Yeah. Sawa. Nini ambacho naweza kuwaeleza watazamaji wa Sky TV na mitandao yetu pia kuhusu umuhimu wa wao kuweza kushiriki katika mkutano huu, na kwao ni fursa pekee kwa sababu Roho Mtakatifu amesema na nyinyi mfanye hiki kitu Dodoma na kiwepo Veyula. Nini ambacho naweza kumwambia ili aone kwamba hiki ni kitu muhimu kwake, na chakula hiki cha kiroho hapaswi kukikosa, wala ni chakula ambacho hawezi kudokoa kwa mwingine, inapaswa afike ili apakuliwe ale na kimponye. Yes, asante sana ndugu mwandishi. Kama tunavyojua huu ni mwezi wa 11 na tuko kingoni kuelekea mwezi wa 12, na wote tunajua ni mwishoni mwa majira ya mwaka. Na tunafahamu mwishoni mwa majira ya mwaka kuna matukio mengi huwa yanatokea. Sasa sisi tumepata neema ya kuwa na huu mkutano mkubwa ambao utatuunganisha wana Dodoma wote, utatuunganisha wa Tanzania wote, lakini pia katika mkutano kuna mambo mbalimbali ambayo yatafanyika kwa ajili ya taifa. Tutaliombea taifa la Tanzania pia. Nafikiri tunafahamu sasa hivi taifa letu namna ambavyo lipo nyakati ambazo lipo nazo. Tutapata fursa ya kuliombea taifa letu amani, lakini pia labda nitoe wito kwa vijana walioko Dodoma,
wakina baba, wakina mama wafike kwenye mkutano huu, kwa sababu katika mkutano huu kuna vitu vikubwa ambavyo vitaachiliwa pale na watumishi wa Mungu, ambavyo vitakuwa ni uponyaji kwa ajili ya mioyo yao na vitakuwa ni uponyaji kwa ajili ya maisha yao. Nipende tu kuambia asikose hata mmoja. Kila atakayesikia habari za mkutano huu popote alipo, atumie mbinu yoyote aweze kushiriki mkutano huu, ambao tutakuwa ni mkutano wa mwisho kwa ajili ya kufunga mwaka huu wa 2025 kwa hapa Dodoma. Yes. Unasema imani yako ndiyo itakayo kuponya. Bado niko katika Mathayo 7:21 hadi 22. Ningependa usome Mathayo 7 yote, itakusaidia zaidi, lakini sisi tutakaa pale kidogo. Nataka nizungumze swali moja ambalo naamini wote watanisaidia kujibu. Tunaenda mwisho wa mwaka. Yupo Mkristo, yupo mwenye dini nyingine au mwenye dhehebu nyingine, bado hajajua umuhimu wa kufunga na kuomba. Hiki kitu nataka wachungaji mtusaidie. Tunapoenda katika mwisho wa mwaka, tunaenda kusherekea, tunamaliza mwaka, tuko salama, wengine hatuko nao, lakini sisi Mungu akitusaidia tutaweza kuvuka mwaka. Nafasi ya mtu kufunga na kuomba ina nafasi gani katika kuimarisha imani yake? Nianze na mchungaji hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema mambo mengine hayawezekani pasipo kufunga na kuomba. Kwa hiyo lazima inatulazimu wakati mwingine tunapohitaji kumgusa Mungu au Mungu atuguse, lazima tufike kwenye hiyo hatua ya kumtafuta Mungu kwa ndani zaidi. Tunaposema hatua ya kufunga na kuomba ni kwamba unaingia yale maombi ya ndani zaidi. Ndio lengo kubwa la kuwa na maombi ya mfungo na kuomba. Kwa hiyo kumtafuta Mungu kwa kiwango kikubwa zaidi. Sawa. Kwa upande wa mchungaji amegusia hili. Vipi mchungaji, wewe unasemaje? Amen. Kwanza ni vyema tujue kuna mfumo au mifumo mingi ambayo imewekwa kupitia neno la Mungu, ambayo mwanadamu anaweza kuitumia kwa ajili ya kujiimarisha kiroho. Miongoni mwa mifumo hiyo ni pamoja na maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga ni muhimu kwa sababu ndani yake yanamuimarisha muamini. Yanamfanya mtu ambaye alikuwa ndani yake anajisikia kukata tamaa na imani yake imepungua na imani yake imetindika, anaona kwamba kuna mambo fulani hayawezekani, kuna vitu fulani haviendi kwenye maisha yake. Anapoingia katika hali ya mfungo, anajiimarisha yeye kwanza kiroho. Anajiimarisha kiroho, lakini pia jambo lingine, maombi ya mfungo yanaimarisha mahusiano ya mtu na Mungu. Yanamuimarisha mtu, mahusiano yake ya karibu yanaongezeka kati yake na Mungu. Yes. Yanaongezeka kwa kiwango kikubwa. Maana yake kuna kiwango fulani alikuwa nacho. Anapoingia katika maombi haya ya mfungo kwa imani na akasimama kwa imani, kuna kiwango fulani anakisogelea cha kiroho ambacho kinamfanya kuwa strong zaidi. Tunazungumzia imani na kipindi ni imani, ndio maana tumegusia hapa na wachungaji, lakini kubwa ambao nataka kuweza kumaliza ni mkutano ambao utaenda kwa takriban siku 5 kama sijakosea. Yes. Naam, katika siku 5 hizi yupo mtu ambaye anajiuliza sasa, yeye labda anatoka nje ya mkoa wa Dodoma na anatamani kufika katika huu mkutano. Mmewaandalia chochote namna ambavyo mtaweza kuwapokea, sehemu za kuishi kwa kipindi hiki cha siku 5, na hali itakuwaje, au atakuja kwa kujitegemea mwenyewe? Hilo ni la kwanza, lakini la pili, hali ya ulinzi katika mkutano mmeiwekaje? Yes. Asante sana ndugu mwandishi. Labda nianze kujibu ili la hali ya ulinzi katika mkutano. Katika mkutano naamini na tunafahamu watumishi wa Mungu, kuna taratibu zimewekwa kwa serikali ili mkutano uweze kufanyika. Kuna mambo ambayo inabidi tuyazingatie na kuna vitu ambavyo inabidi tuvifuate kama muongozo kwa jinsi ambavyo katiba ya nchi inataka. Mojawapo ya vitu hivyo ni kuwa na kibali. Unapokuwa na kibali, maana yake unakuwa umepata ruksa kutoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama vya eneo husika kwamba kuna tukio fulani linafanyika mahali fulani. Kama sisi mkutano huu utafanyika pale Veyura na utaanza kesho,
na tunafahamu sheria ya nchi inatuambia mwisho wa makusanyiko ni saa 12, makusanyiko ya hadhara ni saa 12. Kwa hiyo tutakapoanza huu mkutano, tunaamini jeshi letu litakuwa pamoja na sisi pale, kwa sababu tayari la taarifa juu ya mkutano. Lakini pia na sisi tumejiandaa, tuna timu yetu, kwenye timu yetu kuna kitengo cha ulinzi kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi wa mali za watu wanaokuwa kwenye mkutano zinakuwa salama, kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi ya vitu vya watu, mali zenye thamani mbalimbali ambazo ziko kwenye eneo lile zinakaa katika hali ya usalama. Kwa hiyo kwenye eneo hilo ni watoe shaka kabisa, tuko vizuri na tumejipanga, na tunaamini serikali yetu iko pamoja na sisi katika huu mkutano. Sawa, kwa kumalizia mtumishi, neno lako zuri kwenye jamii, lakini neno lako zuri pia kwa wale ambao wanatoka nje ya mkoa wa Dodoma wanataka kushiriki katika mkutano huu kwenye chakula hiki cha kiroho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwaondoa shaka. Kama unatoka mkoa ya tofauti na Dodoma, basi karibu sana. Nafikiri tutatoa namba zetu za simu kwa ajili ya kuwasiliana ili tuweze kukupokea. Sehemu ya malazi kiukweli tumejiandaa vizuri, kwa hiyo ondoa shaka. Lakini pia mkutano wetu unafanyika katika kanisa la AGT kwa Bishop Nasar pale Veyula. Kwa hiyo ukifika tu ni kanisa ambalo linafikika na liko kabisa barabarani. Namba ya simu? Namba ya simu unaweza kuandika ni 0715 180 865. Nakushukuru sana. Asante. Naam, ni chakula cha kiroho, hupaswi kupakuliwa au ukakiingia wakati mwingine amepakua. Unapaswa usogee na sahani yako, ule, ushibe na uendelee kuweza kutumia, kwa sababu kupitia imani kila kitu kinawezekana. Na msikiza wachungaji wakieleza kwamba katika mkutano wa kesho na uanza kesho ndani ya siku 5, basi kwa vyovyote utaondoka na kitu kikubwa ambacho kitakuvusha katika mwaka huu. Sasa usije peke yako. Kama wewe ni mme, njoo na mke, na kama wewe ni mke, njoo na mme, njoo na familia, muweze kupata neno la Mungu na Mungu aendelee kuwabariki sana. Mimi naitwa Mariango Mgeta, niwatakie siku njema. Sky TV.